Karibu Mpare Vude TV, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Matendo ya Mitume sura ile ya 16 mstari 25 na 26. Kama hujafika nisikilize. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikafanyaje? Vikalegezwa. Kumbe tuko pamoja. Katika Zaburi ya 54 anasema, haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake, msifuni katika anga la uweza wake, msifuni kwa matendo yake makuu, msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Jamani, Mungu tunamsifu kwa sababu ni mkuu. Haleluya. Na Paulo na Sila walijua hii siri. Walijua siri iliyopo katika kusifu. Wakagundua hao watu wametufunga mikono na miguu, lakini vinywa vyetu wameviacha wazi. Jamani, walikuwa hawalalamiki kwamba Mungu umetuacha, tumefungwa kwenye mikatale, tumepigwa kwa kumpingu. Wao Biblia inasema wakamsifu, alafu hawakujali wafungwa wengine wanatafsiri. Wanajua ukuu wa Mungu, wanajua uwezo wa Mungu. Kwa kuwa tunajua uwezo wa Bwana, inastahili tumsifu. Haleluya. Kwa kuwa tunajua ukuu wake, inastahili tumsifu. Walisifu kutoka ndani ya moyo, wakijua ukuu wa Mungu. Kuna mambo mengine katika maisha yanahitaji kujua Mungu ni nani. Haleluya. Tuna shuhuda nyingi, na nimeona wengi walienda mbele za Mungu kwamba waende kuombewa. Walipofika wakakutana na sifa yenye nguvu, wakajiachilia kwenye sifa. Baada ya hapo, muda wa maombi, anaenda tu kushukuru. Ameshapona, ameshafunguliwa. Nataka nikwambie, wakati mwingine unapofika wakati wa kumsifu Mungu, mwambie Mungu, ninajua na ndivyo ninavyojisikia kwamba mimi ni mgonjwa, ila naomba ugonjwa wangu usiwe kizuizi cha kukuinua. Wewe mwambie Mungu. Na tunakerwa sana Mungu asipokujibu. Na wewe umejaza maandiko yako hapo kibao, ukisoma ile Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitikia, na nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Haleluya. Ukienda mstari ule sio wa 6, anasema na mimi nitakurudishia afya yako, nitarejesha. Haya, yote hapo kichwani. Haya, ukienda Yeremia 1:19, nami nitakupigania. Watapigana nawe lakini hawatakushinda. Leo unamuita yuko kimya. Ufike wakati uangalie ugonjwa ulionao, alafu upime na ukuu wa Yesu. Yes! Na ugonjwa ni nani aliye mkuu? Huyu aliye mkuu msifu. Kama utafikiri ugonjwa ni mkuu, ni kichaa tu anayeamini hivyo. Lakini hata mtu ambaye hamjui Mungu kabisa anajua Mungu ni mkuu. Jamani, Yesu safi. Yesu safi. Anasema msifuni Mungu katika anga la uweza wake. Msifuni Mungu kwa matendo yake makuu. Msifuni Mungu kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Karibu Mpare Vude TV, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.